Karibuni kwa mada yetu ya leo na Candy Talks na Susan Solomon, Bi Susan Solomon. Mada yetu ya leo ni mababa wa millennial. Kwa Kiingereza tunasema millennial fathers. Tunataka tuzungumze kwa uchache mdogo ama kwa wingi kidogo kuhusu hawa tunawaita wababa wa millennial. Kwa Kiingereza inamaanisha millennial fathers. Baadhi ya wazazi wa kiume wa kizazi cha millennial wanafanya mengi mema katika uleaji wa watoto wao, mara nyingi ikiwa inalenga kubadilisha na kuboresha kile walichopitia katika malezi yao binafsi. Tunaposema millennial tunamaanisha nini? Millennial hufafanuliwa kama watu waliozaliwa kati ya miaka ya 1981 hadi 1996. Hii inamaanisha kuwa mwaka huu wa 2026 millennial wako kati ya umri wa miaka 30 na 45. Baba wa millennial wengi wao wanavunja tabia za zamani kuhusu jinsi ya kulea watoto wao, wakiweka kipaumbele muda maalum wanaotumia na watoto wao. Mababa wa kizazi cha millennial wana makini sana ya kupanga muda wa kucheza na watoto wao, kuzungumza na watoto wao, kushiriki shughuli pamoja na watoto wao, hasa wakiwa bado ni wadogo. Kwa maana hapo ndo pahali ambapo wakiwa bado ni wadogo ndo wanajifundisha mengi kuhusu maisha ya baadaye. Wakilinganisha hao mababa wa millennial wanalinganisha na vile hao wenyewe walivyolelewa. Kwa hivyo tangu mtoto awe mdogo, wababa hao wa millennial wanaeka muda maalum wa kuwa na ushirikiano na watoto wao wakiwa wangali wadogo na pia wanapoendelea kukua. Idadi kubwa ya mababa wa millennial wameelewa kwamba kuwepo kimwili pekee haitoshi, bali ni kujihusisha kikamilifu. Hawataki kuwa wale mababa ambao ndio baba yuko nyumbani lakini anasoma gazeti, amejiweka kando, ama yuko chumbani kwake amelala. Hao wanakuja kabisa, wanashirikiana na watoto wao, wanaongea nao, wanacheza nao, wanawasaidia kama ni kazi ambayo wametoka nayo shule nyumbani, inaitwa homework kwa Kiingereza, wanawasaidia katika kufanya hiyo kazi ya shuleni, wanaongea nao, wanawasikiza. Nyakati hizi hujenga uhusiano imara sana kati ya huyo mzazi na mtoto wake. Wakiwa baadhi yao hawa millennial, mababa wa millennial, wengi wao wana kumbukumbu ya jinsi ambavyo walilelewa katika mazingira ambapo watoto walikuwa wakitakiwa tu waonekane lakini wasisikike. Kuna mfano wakikumbuka katika kumbukumbu zao kwamba wageni wakija nyumbani, vile hawa millennial, mababa wa millennial walivyolelewa, walikuwa wakati wageni wanakuja nyumbani wataambiwa kabla mgeni hajakuja, kesho mvae nguo safi, nguo nadhifu na muwe na tabia nzuri, kwa maana kesho kwaja wageni hapa nyumbani. Sasa wageni wanapokuwa nyumbani, hao wageni watakuja, watazungumza na wazazi wao, kisha sasa wataitwa, haya njoni, alafu yule mgeni atawahoji, wewe una umri gani? Unasoma shule, uko darasa la ngapi? Haya, ulikuwa namba gani katika mtihani uliopitia? Wajibu vizuri haya maswali, alafu hao waambiwa ndeni mkacheze. Walikuwa hawana mazungumzo mengi zaidi, ni wakonekana tu, kuhojiwa, haya ndeni mkacheze. Lakini mababa wa millennial kupitia kwa kumbukumbu hizo za vile walivyolelewa, walikuwa ni wakuonekana tu, si wakusikika. Wanatega sana, wanabadilisha hiyo jinsi walivyolelewa hao, na wanazungumza na pia wanatega sikio kusikiliza watoto wao. Mawasiliano ya wazi ya watoto huendeleza uaminifu na usalama kwa hisia na utu wa mtoto. Kwa maana wazazi hawa, mababa hawa millennial, wanachukua wakati kuzungumza na watoto wao na kutega sikio kusikia wanasema nini, bila kuwadharau, bila kuwakashifu. Inafanya watoto hao wanakuwa wakiwa na ile hisia kwamba hao ni watu ambao wako salama. Wanakuwa na, kwa Kiingereza tunasema wanakuwa na a sense of security,
kwa maana wazazi wao vile wanavyohusiana nao wanawapatia nafasi ya kuongea bila kuwakashifu, bila ya kuwafanya waonekane kwamba hawajui, hawana akili. Wanachukua muda, wanawasikiza, wananena nao, wanajadiliana. Kwa hivyo inapatia mtoto ujasiri wa kujieleza na kukabiliana na changamoto. Mtoto kama huyu ambaye anajua kwamba mtu mzima anaweza akamsikiza, akaongea, bila kumkashifu, bila kumfanya aonekane kwamba yeye hana akili, ni mtoto tu. Wakati ambapo anaona kwamba huyu mtu mzima anamsikiza na anamtia moyo katika zile hali anazopitia, anampatia mawaidha, basi inamsaidia mtoto huyu kukua na ujasiri, na kwa mtu ambaye ana ujasiri, mtu ambaye anaweza kujieleza, na changamoto zikija anajua jinsi ya kukabiliana nazo. Anajua kwamba hata kama zikimshinda, anajua atakwenda kwa babake mzazi, na babake atampatia njia ambayo anaweza kufanya vile vya kufanya ili kukabiliana na hiyo changamoto ama kutoka katika hiyo changamoto. Baba wa millennial wanafahamu zaidi umuhimu wa kuwa mfano mwema kwa watoto wao. Wanajua matendo yao yanazungumza kwa sauti kuliko hata hayo maneno yao. Wakikumbuka sana, na hizi ni hadithi ambazo ama ni hadithi za kweli. Kwa maana wenyewe wakikumbuka vile wazazi wao walivyowalea, wanawasema hivi lakini wanafanya kinyume. Fikiria baba ambaye mara kwa mara huwa ni mlevi, akifundisha mwanae tabia njema, wakati yeye mwenyewe mara nyingi anakuja nyumbani akiwa mlevi. Mbele ya watoto wake utapata anaingia, mzazi zakuwa ni mlevi, mbele ya watoto wake anaingia, anatenda vitu vya vituko mbele ya watoto. Maybe anaanza kumtukana mama yao. Mama labda anakuja anaenda haja ndogo mbele ya watoto wake, hata yani hajielewi. Vile amelewa chakari, anayumba, basi akiingia pale nyumbani ashajiendea haja ndogo mbele ya watoto wao, na huko anaimba nyimbo ambazo hazifai. Hali hiyo inabomoa mafunzo ya maadili. Mababa wengi wa millennial huchagua kuongoza kwa mfano. Wanaonyesha heshima kwa watoto wao, wanaonyesha watoto wao wema, na wanawajibika kwa ajili ya hao watoto wao katika maisha yao ya kila siku, kinyume na kile ambacho walichopitia walipokuwa wanakuwa, kwamba wazazi wao walikuwa na watoto ni kama tu kupigwa mateke. Mzazi akiingia, kama mtoto amekaa kwenye kiti, afurushwa mara moja, anatukanwa, wewe kama mama yako, hauna akili kama mama yako. Lakini wazazi hawa wanapatia watoto ile heshima ambao wanastahili. Wanatoa mfano wa mahusiano yenye afya. Yani mtoto wake anamwangalia akiwa maybe amenyamaza kidogo na ni mtu ambaye anapenda kuchangamka, mzazi atamuuliza, mbona leo uchangamke kama kawaida? Umpitia nini shule? Ama umepitia nini ulipokuwa toka shule? Mbona umekuwa mkimya? Anamsikiza mtoto wake, anampatia ile nafasi ya kuweza kujieleza. Wanaonyesha hawa wazazi wa hawa millennial, mababa wa millennial, wanaonyesha kwamba nguvu pia wako wazi kabisa kuelezea watoto wao kwamba hata ukiwa mtoto wa kiume. Sasa huyu ni baba wa millennial, ana kijana wake wa kiume. Yeye alivyolelewa aliambiwa kwamba mwanamume mwanamume jikaze, mwanamume usionekane mdhaifu mbele za watu. Kwa hivyo mara nyingi huwa inaleta stress. Kwa maana sasa unapata kile kizazi cha waume hawawezi kuachilia zile fikira walizonazo katika mioyo yao, zile shida wanazopitia hawezi kuachilia, kwa maana wameambiwa mwanamume jikaze, mwanamume usilie mbele za watu, mwanamume ufai kwa mdhaifu. Lakini hawa wazazi wa millennial wanatambua kwamba hata kama inastahili mtu kuwa na nguvu, lakini pia katika hiyo nguvu lazima kuna nafasi ya mtu kuonekana mdhaifu, kwa maana binadamu ana udhaifu wake. Kwa hivyo wanafunza watoto wao kwamba ndio ni lazima wawe watu ujasiri, lakini wasiwe na hofu ya kuonesha pia ule udhaifu wao, kwa maana binadamu si kamili. Kila binadamu ana udhaifu wake, na unapoonesha ule udhaifu ndio uweze sasa kupata usaidizi. Sio kwamba mtu unajua huna uwezo wa kufanya hivi, lakini kwa maana uliambiwa wewe ni mwanamume, utakani ulie machozi yatiririke, machozi yako yatakani yalie ndani, machozi yako yanaanguka ndani ya kichwa chako. Sasa inakuwa kwamba zile hali ngumu za maisha zinazidi kujaa katika moyo wako. Mwisho mtu analipuka.
Mwisho mtu anakuwa sasa maybe anapungukwa na akili, ama anakuwa mwendazimu, anapiga watu nyumbani, anavunja madirisha, anapiga mke wake. Ni kwa maana hana ile njia ya kuweza kutoa ile hali ya changamoto ambayo ameijaza katika moyo wake. Kwa maana ameambiwa, mwanamume watakana usidhihirishe hisia zako waziwazi. Hata kumwambia mtu wako kwamba unampenda, ilikuwa zamani hizo huwezi kumwambia, kama utaonekana wewe ni mwanamume mdhaifu. Lakini wazazi wa millennial, mababa wa millennial, wanaonyesha watoto wao kwamba udhaifu si dhambi. Bora uoneshe udhaifu wako ni nini ili upate usaidizi. Wazazi wengi wa millennial wana yale maadili, wanataka watoto wawe na maadili mazuri, na wala wasiwe na uoga wa kuonyesha udhaifu wao. Na pia hawa wazazi wa millennial wako wazi kuonyesha watoto wao kwamba wanawapenda. Unajua zamani hao walipolelewa ilikuwa ni mzazi hawezi kuonyesha upendo sana kwa watoto wake, wasije watoto wake wakamdharau, yani asije kuonekana yeye ni mdhaifu kwa wale wanaume wenzake. Lakini wazazi wa millennial, mababa wa millennial, wanaonyesha watoto wao upendo wazi wazi, na pia wanawapatia watoto wao motisha ya kwamba hao ni wazazi ambao wako pamoja nao, na katika hali yoyote wakihitaji mawaidha kwa chochote, wakihitaji kama wana chochote ambacho kinawashinda, kinawapatia changamoto, wako tayari kuwasikiza watoto wao na hawatawakashifu kwa njia yoyote. Kwa hivyo hisia inapatiwa nafasi na hao wazazi wa millennial. Wanajua kwamba watoto wanafaa pia kuonesha ile hisia yao, na pia katika wazazi hao kuonyesha watoto wao kwamba wanawapenda, wanaanza kwa wazi nao, inafanya yule mtoto sasa kuweza kukua katika ustahimilivu na huruma. Unajua baba kuonyesha mtoto wake huruma na upendo, mtoto huyu pia atakuwa rahisi kuonesha wenzake huruma na upendo, kwa maana hiyo ndo malezi ambayo anapata nyumbani. Tukitamatisha tutasema kwamba wimbi hili jipya la utu wa baba linatufundisha kwamba upendo, muda na uhusiano wa kweli vinaunda familia na pia jamii zinazoendelea. Tuendelee kueneza mbinu hii ya kulea watoto kwa upendo, kwa maana wakati baba anaingia kikamilifu katika ulezi wa watoto, familia zinakuwa imara zaidi na mustakabali wetu unang'aa zaidi. Kwa hivyo natakia kila laheri. Tafakari haya, wewe mzazi wa kiume, wewe mzazi wa kike, wewe ni millennial ama wewe ni generation Y ama wewe ni baby boomer. Tafakari haya kisha tuoneshe upendo kwa jamii zetu. Asanteni, natakia kila laheri mnapozidi kukuza jamii zenyu, na Mungu awabariki. Jina langu ni Susan Solomon na mimi ni motivational speaker na pia ni trainer. Kwa maelezo zaidi utayapata hapo katika mtandao. Asante.